Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu mpendwa, asubuhi ya leo ninaamini kwamba asubuhi yako inakwendea vema. Ninaamini kwamba umeweza na kuamka ukiwa unajitamkia baraka za Mwenyezi Mungu. Maana Mungu mwenyewe yuko na kusudi njema juu ya maisha yako. Haijalishi umeweza na kuamka ukiwa unapitia nini, ukiwa unaona yapi na mengi mangumu kiasi gani. Mwenyezi Mungu yuakupenda. Sijui ni majaribu ya aina gani ambayo unaweza kuwa umepatana nayo, lakini Mwenyezi Mungu anakupenda. Tumkumbuke kila wakati. Tumkabidhi yale yote ambayo tunayapitia kila wakati. Maana yuko tayari kabisa ili akaweze na kutusikiliza, ili akaweze na kuyapokea maombi yetu na haja zetu pia. Asubuhi ya leo mtumishi wa Mwenyezi Mungu ameweza na kufika hapa tayari kabisa ili kuweza na kutuletea neno la Mwenyezi Mungu na kutubariki nalo, kututia nguvu nalo kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka. Ninaamini kwamba uko tayari kabisa ili ukaweza na kunyunyiziwa hizo baraka na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Emmanuel Ndambuki kutoka kanisa la ABC Chani. Karibu sana tukaweza na kuendelea na kubarikiwa pamoja. Mtazamaji, ninakusalimu mara tena asubuhi ya leo, nikijua ya kwamba umeamka vyema, mzima wa mwili na hata afya yako iko sawa. Ninakuambia karibu ili tukaweze kulipokea neno la Bwana, nikijua kwamba neno hili litaweza kuwa neno la baraka, litakupa amani na hata hivyo litakujenga katika kiroho. Na tuombe ni kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru asubuhi ya leo. Ni kwa sababu wewe ni mwema na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante ni kwa ajili ya neno lako ninapoenda kulinena kwa mtumishi wako mtazamaji. Ninaomba likaweze kuwa ya baraka kwake, likamsaidie, likamjenge na akaweze kubarikiwa katika neno hili. Nitie nguvu niendapo kulinena. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tuomba na atakushukuru. Amina. Neno la Bwana tutalisoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. Mathayo mtakatifu kifungu cha 5 mstari wa 21 tufike mstari wa 24. Mathayo mtakatifu kifungu cha 5 mstari wa 21 tufike mstari wa 24. Na tusome kwa pamoja. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akivyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku unikikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Neno letu la leo tutanena juu ya kutengeneza uhusiano wa kweli, kutengeneza uhusiano wa kweli. Neno hili la Bwana ambalo tumelisoma siku ya leo, ni kweli tunaona katika Torati na katika Agano la Kale, wakati ule ambao kabla ya Torati kutolewa, tunaona ya kwamba kulikuwa na hukumu ambazo zilikuwa zinatolewa baada ya mtu kufanya kosa. Kuna mambo yale ambayo alikuwa anatendewa. Kama akizini, alikuwa anasemekana ya kwamba inampasa ili akaweze kupigwa na mawe. Na hata akiweza kuwa na mwingine, ilimpasa na hata yeye akaweze kuuliwa. Hivyo basi, ndivyo Biblia, neno la Bwana, linatukumbusha siku ya leo. Lakini litatupa njia mwafaka na njia ambayo ni tofauti na mambo ya kale. Inatuambia kwamba mmesikia watu wa kale walivyoambiwa usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Basi hii hukumu ambayo mtu ilimpasa ni kuuliwa, kutolewa na hata uhai wake na kumalizwa kabisa. Bali tunaambiwa, bali mimi nawaambieni, amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu.
Na mtu akimfolea ndugu yake itampasa barasa, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Huyo basi kama vile tumeambiwa siku ya leo, neno hili tunaambiwa ya kwamba ni vizuri hata kabla hujahukumu yule mwingine, kwa maana ni mambo tofauti ambayo tunayafanya katika maisha haya. Ni makosa mengi ambayo tunafanya katika maisha haya, kwa maana watu iliwapasa wao wakaweze kuhukumiwa. Hukumu ile ambayo iliwapasa labda kuuliwa, labda na hata kuondolewa katikati ya watu, na hata labda na kufanyiwa mambo tofauti. Lakini tunaambiwa ya kwamba basi katika maisha ambayo tunaishi, kwa maana kuna ule uhusiano ambao tunastahili kuwa nao. Katika neno la jana tulisema ya kwamba ukijua ya kwamba ndugu yako amekukosea, basi na wewe mwenyewe akikuomba msamaha unastahili kumsamehe. Na neno la leo linatuambia ya kwamba ili hukumu tusije tukahukumu na wengine, lakini tunastahili kutengeneza uhusiano wetu na ndugu zetu ili ikaweze kuonekana na ule uzuri ambao neno la Bwana linataka kutuambia siku ya leo. Basi tunaambiwa ya kwamba ukikumbuka wakati ambapo unapopeleka sadaka yako katika madhabahu, na ukumbuke ya kwamba kuna ule uhusiano ambao wa ndugu yako uliharibu, ukumbuke ya kwamba hauna ule umoja, ukumbuke ya kwamba labda ulimkosea ndugu yako na msikizani, basi haikufai wewe kuleta lile sadaka katika madhabahu, lakini inakupasa wewe ili uweze kurudi na ukaweze kutengeneza uhusiano wako na ndugu yako, ili ukaweze kuleta ile sadaka yako mbele za Mungu, ili Mungu akaweze kuikubali. Hivi leo neno la Bwana linatukumbusha ya kwamba kuna wakati mwingi ambao tunakosewa na wengine, na hata wengine tunawahukumu, tunawapa hukumu, tunawasukumia katika mahali ambapo wanahisi ya kwamba wanastahili hata kuvunjika mioyo yao. Lakini neno linatuambia kwamba kabla hujahukumu, kabla hujaleta sala zako mbele za Mungu, inakupasa na ukaweze kutubu dhambi zako. Hivyo basi kabla hujaleta mahitaji yako, ndivyo hata Biblia inatuambia kwamba kabla hujaleta mahitaji yako ni vizuri pia ukaweze kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Ni vizuri ukaweze kutengeneza uhusiano wako na watu wale wengine, kwa maana utaleta sala zako mbele za Mungu na unajua ya kwamba katika moyo wako bado kuna kikwazo ambazo kiko katikati yako na ndugu yako. Je, Mungu atasikia maombi ya mtenda dhambi? Biblia inatuambia kwamba haitakuwa hivyo. Basi inatupasa sisi kama Wakristo, basi inakupasa wewe kama mtazamaji, mtu wa Mungu, ukaweze kutubu dhambi zako ili ukaweze kuyapeleka mahitaji yako. Hilo ndilo sadaka ambalo tunazungumzia siku ya leo. Utaweza kumpea Mungu mahitaji yako, utaweza kusalimisha na haja zako mbele za Mungu kabla hujatubu na ukaotengeneza uhusiano na wapendwa. Lazima uombe msamaha, lazima utengeneze uhusiano wako na watu, lazima kuonekane na umoja, ili utakapoenda mbele za Mungu hakuna hukumu ambayo utaweza kukufaa wewe, bali Mungu ataweza kupokea mahitaji yako. Mungu ataweza kupokea na haja za moyo wako. Mungu ataweza kupokea na kilio chako. Mungu ataweza kupokea na mambo yako ambayo yako katika moyo wako. Mungu wetu anahitaji ili mambo yakaweze kuwa hivyo. Mungu wetu anakuhitaji wewe ukaweze kuwa hivyo. Tengeneza uhusiano wako na watu, ili ukienda kupeleka mahitaji yako mbele za Mungu, mambo yakaweze kuwa sawa, mambo yakaweze kuwa shwari, na maombi yako yakaweze kujibiwa. Bwana akubariki na akaweze kulibariki neno lako. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru ni kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana, ni kwa sababu leo umetufunza kutengeneza uhusiano. Haitatupasa sisi kuleta sadaka zetu, dhabihu zetu na kuleta mahitaji yetu mbele zako kama bado hatujatengeneza uhusiano. Tufunze siku ya leo Bwana, ili kutengeneza uhusiano na hata kwa wengine, ili tunapoleta mahitaji yetu mbele zako Bwana ukaweze kuyapokea na kuyakubali, na ukaweze hata hivyo kutubariki na kusikia kilio chetu. Tubariki Bwana, tusaidie, na wacha neno lako likaweze kuwa taa na mwanga, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba. Amina. Bwana akubariki na uwe na siku njema. Asante.
kutengeneza uhusiano wa kweli. Na tumeweza na kufundishwa na kuona kwamba kutengeneza uhusiano wa kweli ama ulio wa kweli ni ili tukaweze kuwa pamoja ama kutembea na ndugu zetu, dada zetu. Na wakati wa kutengeneza uhusiano ulio wa kweli ni kwamba tukaweze na kusameheana kila wakati. Maana tumeweza na kuhimizwa kwamba wakati wowote ule, hata wakati ambao unaingia pale kanisani, wakati ambao unataka kutoa matoleo yako pale kanisani, sadaka yako, ukikumbuka kwamba hakuna uhusiano wa kweli katikati yako na ndugu yako, ukikumbuka kwamba mmeweza na kukosana, ukikumbuka kwamba umeweza na kumkosea, heri urudi mkaweze na kuweka uhusiano kwanza, mkaweze na kusameheana kwanza, na urudi tena utoe sadaka yako ili kaweze kukubalika. Hivyo ni kusema kwamba kama nimeweza na kusamehe na kumkosea mwenzangu, hatujaweza kusameheana, wakati ambapo ninaenda pale kanisani madhabahuni kutoa sadaka yangu, haifanyi chochote. Mwenyezi Mungu hawezi akaitikia. Hivyo basi wakati ambapo tunaenda pale, tuache nyuma kama tumeweza na kutengeneza hata uhusiano wetu na wale wengine uwe ni mzuri. Nisije nikafika pale kanisani ninaonekana mimi ni mtu mzuri sana, lakini yale ambayo nimeweza na kuacha huko nyuma yanauma. Nimeweza na kuumiza wengine, lakini niko pale ninatoa ushuhuda, niko pale ninatoa sadaka yangu kubwa, fungu kubwa, lakini ni muonekano tu. Binadamu anaweza na kunishangilia, lakini Mungu akiangalia akiwa juu mbinguni anatazama, anasema kwamba hapana, ili nalo sijaliitikia. Tuangalie hapo na tuone kwamba kuna haja ya kuweka uhusiano ulio mwema. Tubarikiwe, na ni maombi yangu ya kwamba tukazidi na kuendelea na kutengeneza uhusiano ulio mwema. Kuwa na wakati mwema, kuwa na siku njema, na Mwenyezi Mungu akaweze kutembea pamoja nawe. Bye bye.